الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض علينا حج بيته الحرام وجعله سببا لمحو الآثام. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر 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 عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واذكروه كثيرا وسبحوه واذكروه كثيرا وسبحوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي يوميني mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini Allah na mtajeni kwa wingi na wekeni akiba. Hakika akiba iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uchamungu. Uchamungu, ndugu zangu katika imani, ni mja kujalia au kufanya yale ambayo yataweka baina yake na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kinga. Kujalia au kuweka kinga kati yake na kati ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala awape furaha katika siku yenu hii na adumishe furaha yenu. فالعيد أنس وبهجة، عيد ni faraja na ni furaha. فاهنأوا بعيدكم وصلوا أرحامكم، ongezaneni kwa idi yenu hii na ungeni udugu wenu. washkuru rabbakum an ballaghakum hadhihi al-ayyam, namshukuruni Mola wenu kwa kukufikisheni katika siku hizi bora. wakthiru fiha min dhikrih wa takbirih, na kisirisheni katika siku yenu hii ya Eid, siku yenu hii ya furaha, kisirisheni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika hema lake akiwa Mina. Wanamsikia wale waliokuwa msikitini
na wao wanamkabbir Allah, pia na watu wa masokoni wakawa wanamkabbir Allah, wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tartajja minan takbira, mpaka Mina ilikuwa ikitikisika kwa takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, dini ya manabii ni moja, wa kulluhum jaa biibadati rabbin wahid, na wote manabii walikuja kulingania kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika huu umma wenu ni umma mmoja, ni kwamba mwenendo wenu ni mwenendo mmoja ambao watu wote wapite katika mwenendo huo, ya kwamba wote takiwa kuwa ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kupita katika dini moja ya manabii. Akasema, wa ana rabbukum, na mimi ni Mola wenu, fa'budun, basi niabuduni mimi peke yangu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ummat alislam, hakika ibada ya haji imeelezea makusudio mengi yaliyokuwa matukufu. A'laha tauhidullahi jalla jalaluhu, lakini makusudio ya juu mno ni tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوت ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، وصعد على جبل الصفا ودعا بالتوحيد، فتارة يلبي وتارة يهلل وتارة يكبر، وكلها أذكار تؤكد توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo alifika sehemu ambayo inaitwa Baida, ngamia wake akasimama, akaingia katika ibada ya haji kwa tauhid, akapanda mlima wa Safa kwa tauhid, akaita kwa tauhid. Fataratan yulabbi, ndio mwingine alikuwa akileta talbi akisema, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Maneno ambayo yamejaa tauhid. Na mtu mwingine alikuwa akileta tahlil akisema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pia hii ni kalimatu tauhid. Na mtu mwingine alikuwa akileta takbira akisema, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zote hizo ni adhkar ambazo zinakokoteza kunako kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na katika uungu wake na katika majina yake na sifa zake. Yote ambayo tunayafanya, yote ambayo tunayapata katika dunia hii, katika riziki mbalimbali, yote yanaendeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yote yapo katika uangalizi na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo ambavyo amepokeka katika usimamizi na uangalizi wetu, pia yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa peke yake, lakini pia na majina yake yaliyokuwa matukufu na sifa zake
Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina yaliyokuwa mazuri, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake zilizokuwa nzuri. Ibadallah, maisha ya mu'min wa kweli yanazunguka katika tauhidil khaliq, katika kumpwekesha muumba. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake kwamba sema, hakika ya swala yangu na kuchinja kwangu na maisha yangu, uhai wangu na kifo changu, yote ni yako katika miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, hana mshirika, hana mwenza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidhalika, na kwa hayo, umirtu, nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. Muislamu wa kweli haweki kati yake na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala mjumbe wa kati, haweki wasita katika ibada zake. Siyo malaika ambaye yuko karibu na Allah, na wala siyo nabii ambaye ametumwa fadlan an ghairihim, ikiwa hawa haifai kuwafanya kwamba wao ni wajumbe wakati ambao wanakupelekea maombi kwa Allah, yani kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wakati kuna wajumbe ambao wakupelekea maombi, kama vile kuwaomba maiti ambao wapo makaburini kwa madai ya kwamba wao ni mawali, kwamba wao wanakupelekea maombi kwa Allah. Jambo hilo ni haram, ni shirki. Jambo hilo halifai. Ikiwa halifai kutumia malaika au mtume katika mitume, basi wasiokuwa hao ni bora zaidi wao kutokuingia katika jambo hili. Haifai Muislamu eti anawasita, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ana ukati na kati ambao eti umfikishie yale maombi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Muislamu hamuombi isipokuwa anamuomba Allah, na wala hataki kuokolewa, haombi kuokolewa katika jambo lolote ambalo haliko katika uwezo wa mwanadamu, isipokuwa anatafuta, anaomba kuokolewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhbahu illa lillahi wahda, na hachinji kwa ajili ya chochote isipokuwa anachinja kwa ajili ya Allah. Hachinji kwa ajili ya majini, hachinji kwa ajili ya waganga, hachinji kwa ajili ya vinyamkera, hachinji kwa ajili ya kile ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye Mola wenu ambaye anayeumiliki, ambaye ndiye mfalme Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, na wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wao hawana umiliki wa chochote, hata ile ngozi nyembamba inayokuwa katika kokwa la tende. Unapokuwa umekula tende, unabaki ile kokwa, ile mbegu ya ndani. Sasa ile kokwa ile inakuwa imefunikwa na kijingozi fulani chembamba kilaini. Basi hawa ambao wanaombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki hata kitu hicho kidogo. In tad'uuhum, ikiwa mtawaomba, la yasma'u du'aakum, hawasikii dua yenu, hawazisikii dua zenu. Wala usami'u, na ikiwa tujalie kwamba wao ikiwa watasikia, mastajabu lakum, hawawezi kukujibuni. Wa yawmal qiyamah yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakuwa ni wenye kukataa ushirikina wao. Watakukataeni kwamba wao, sisi hatujui kwamba wao walikuwa wakituomba
hatujui kwamba wao walikuwa wakituomba. Ndugu zangu katika imani, fatauhid huwa aslu ad-din wa asasuhu fala tuqbalu hasanatun illa bih wa bidunihi tuhbatu al-a'mal wa in kanat amthal al-jibal. Tauhid ndiyo asli ya dini, ndiyo msingi wa dini. Halikubaliwi jema lolote isipokuwa kwa tauhid. Mema yote ambayo yanafanyika lazima yatanguliwe na tauhid. Uko na tauhid, ukifanya jema ndipo ambapo unapata malipo, ndipo unakubaliwa. Wa biduni, pasina ya tauhid, mtu akawa ni mshirikina, basi matendo yake yanaporomoka. Hata kama atakuwa na matendo mazuri mfano wa mlima, madamu hana tauhid, ampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anaomba vitu vingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, anachinja kwa ajili ya vitu vingine, basi huyo matendo yake yataporomoka. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Hakika mambo yalivyo, yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia mtu huyo pepo na mafikio yake ni motoni. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, miongoni mwa matendo yaliyokuwa bora katika siku hizi at-taqarrub ila Allah bidhabhi al-adahi, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja vichinjwa. Na inatosha au anatosha mbuzi mmoja kwa mtu mmoja na familia yake. Walbadanatu walbaqara an sab'a, na ngamia na ng'ombe kwa watu 7 wanaweza kushirikiana. Wa ayyamu dhabhi 4, na siku za kuchinja ni 4, zinaanza baada ya swala ya Eid mpaka kuzama kwa jua kwa siku ya mwisho ya ayami tashriq, yani siku ya tarehe 13 Dhulhijja, ambayo ni sawa na siku 4. Zote hizo inafaa Muislamu kuwa ni mwenye kuchinja. Muislamu inatakiwa achinje maadamu yeye ana uwezo wa kuchinja, na asiwe ni mwenye kubweteka na kuzembea akawa ni mwenye kusubiri kupata nyama ya sadaka. La, makusudio ni kuchinja. Chinja lillahi azza wa jalla, upate ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapokea, anaukubali ujira wa yule ambaye amechinja kabla ya damu ile ambayo amechinja mnyama wake haijatua chini. Kabla ya damu kutua chini, Allah subhanahu wa ta'ala ashamkubalia kichinjwa chake. Kwa kila mmoja mwenye uwezo wa kuchinja ahakikishe anachinja na sio kusubiri nyama za sadaqa. Wa sunnatu ya ibadallah ay yaakula almuslimu min udhiyatihi, sunna ni muislam ale katika kichinja chake, wa yuhdi minha wa yatasaddaq, na atoe zawadi au azawadie wengine, lakini pia au ni mwenye kutoa sadaqa. Fabadiru ila sunnati rasulikum, fanyeni haraka kuiendea sunna ya mtume wenu. Washkurullaha ala tawfiqihi lakum, na mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukuwafikisheni kunako katika siku hizi bora. Wakabbiruhu ala ma hadakum. Ibadallah, ibadallah, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala haimfikii nyama yake hichi kichinjo ambacho amekichinja. Allah subhanahu wa ta'ala haimfikii nyama yake wala damu yake, lakini kinachomfikia Allah subhanahu wa ta'ala ni uchamungu kutoka kwenu, ni uchamungu kutoka kwenu. Kwa hiyo hapa takiwa kila anayechinja achinje kwa ikhlas, achinje kwa kusudia kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd.
فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا توجيهات نبيكم لتتحقق لكم السعادة في الدنيا والآخرة. mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wa Allah, na tekelezeni maelekezo ya nabii wenu ili ihakikike furaha yenu duniani na akhira. waghtanimu hadhihi alawqat alfadila, natumieni vizuri hizi nyakati zilizokuwa bora, na huu wakati ambao uko nao utumieni kunako kufanya matendo yaliyokuwa mema, ujiwekee maandalizi yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatuha almuslima, ewe mwanamke wa Kiislamu, ittaqillaha ta'ala fi wajibatik, mche Allah subhanahu wa ta'ala katika wajibu wako, yale ambayo amekuwajibishia Allah kuyafanya mche Allah yafanye, na yale ambayo amekukataza Allah subhanahu wa ta'ala mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha. wa ahsini ila zawjik, na mfanyie wema mume wako. war'i baitaki wa auladaki bitarbiyati alislamiyati salihah, na ichunge nyumba yako na watoto wako kwa malezi, uwalee kwa malezi ya Kiislamu yaliyokuwa mazuri. wahfadhi zawjaki, na mhifadhi mume wako fi malihi wa irdhihi wa baitihi, hifadhi mali yake na heshima yake na nyumba yake. qala sallallahu alayhi wasallam, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shi'ti. wanawake, sikilizeni hadithi hii adhim, hadithi tukufu, hadithi ambayo unaelekezwa na mtume wako sallallahu alayhi wasallam kwamba atakapokuwa ameswali mwanamke swala zake 5 za kila siku, na akafunga mwezi wake, yani mwezi wa Ramadhan, na akahifadhi tupu yake, na akamtii mume wake, ataambiwa siku ya kiyama, ingia peponi kupitia mlango wowote katika milango 8 ya janna, pitia mlango wowote unaotaka, ingia peponi. Mambo yaliyotajwa hapa ni manne. Ewe mwanamke wa Kiislamu, shikamana na swala yako, ufunge mwezi wako, ihifadhi tupu yako, na mtii mume wako. Utaambiwa chagua mlango wowote katika milango ya janna, uingie katika mlango ambao unaotaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد وأبي بكر وعمر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.